Naituma damu ya Yesu Afrika, naituma damu ya Yesu Tanzania, naituma damu ya Yesu kwa wananchi, naituma damu ya Yesu makanisani leo kwa wachungaji, lakini damu ya Yesu bado ikaendelea kutumwa kwa wanawake waombolezaji, kwa wamama. Ni wimbo wake Malkia wa nyimbo za Injili Tanzania lakini Afrika kwa ujumla, Rose Muhando. Wimbo wake ukienda kwa jina la Nguvu ya Damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu, wimbo ambao umefanya vizuri. Hakika hatuwezi kuacha kutaja jina lake Rose Muhando tunaposema kwamba kuna mahali mziki wa Injili watu waliufikisha. Mziki wa Injili umefika mahala pake. Hakika iko nguvu ndani ya damu ya Yesu. Iko nguvu iponyayo majeraha. Iko nguvu iletayo utakaso. Iko nguvu iletayo msamaha. Nayo imetoka kwenye damu ya Yesu. Pale Kalvari yote alikwisha, na Bwana akabeba mizigo ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba damu ya Yesu Kristo itaendelea kutakasa, kutufariji na kutusamehe dhambi na kutuosha na kutufanya kuwa wapya. Sasa ngoja tumpigie Malkia wa nyimbo za Injili Rose Muhando atueleze kwa nini ameachilia wimbo wa damu wakati huu. Halo mama, tunatamani kuelewa kwa nini umeachilia wimbo huu wa damu, wa nguvu ya damu ya Yesu kwa kipindi hiki. Dhamira kubwa ni kuomba toba na rehema mbele za Mungu. Mungu aturehemu mahali pale tumekosea. Kama wanadamu kuna mahali tumemkosea Mungu, atusamehe. Mungu, tumekukosea kwa kujua na kutokujua. Maonyo hatujasikia, kiburi tukakiinua, tusamehe. Tumekosa, tunatubu, tuhurumie. Kwa hiyo niliomba toba la ndani kabisa. Mungu atusamehe pale ambapo sisi kama wanadamu tunakosea, kama wanadamu tumetenda dhambi mbele za Mungu. Okay, lakini pia tunatamani kujua kwenye huu wimbo wa damu ya Yesu tunaona kuna bendera 5 ikiwemo ile bendera ya Tanzania, kuna bendera ya Kenya, kuna bendera ya Uganda na bendera nyingine. Lakini kwa nini bendera 5 kwenye huu wimbo? Je, bendera hizi zilikuwa zinadhamiria kutuonesha kitu gani? Nimetumia bendera 5 ukiziangalia hapo. Nilikuwa nimetamani nipate zote bendera 50, karibu na 3-4 za Afrika, za nchi za Afrika. Lakini nipate hizo 5, kwa hiyo nimezinua hizo 5 kwa ajili ya kuwakilisha bara zima la Afrika. Ni kulipeleka bara la Afrika mbele za Mungu, kulitakia amani, kulitakia neema, kulitakia heri na utulivu. Sawa. Lakini pia kwenye huu wimbo mama kuna neno amaraso. Tunatamani kujua neno amaraso likiashiria nini, lakini tunaona kwamba ni neno la kilugha. Je, ni kutoka kabila gani? Amaraso ni neno linamaanisha damu ya Yesu kwa Kinyarwanda na kwa Kirundi. Lilimaanisha damu ya Yesu. Kwa hiyo watu wakisikia amaraso, amaraso ya Yesu, yani damu ya Yesu, ndio maana ya neno amaraso. Shalom, ubarikiwe sana. Karibu sana Jumapili ya leo. Kipindi hewani ni The Spirit. Langu mimi naitwa Caroline Francis ambaye ni nahodha wa kipindi hiki. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili za asubuhi ninakuwa mahala hapa, lakini naamini ya kwamba wimbo wa nguvu ya damu ya Yesu utakuwa umekubariki Jumapili ya leo. Asante sana kwa kuchagua ST Bongo nyumbani kwanza kupitia kisimbuzi pekee kabisa cha Star Times chaneli namba 401 kama unatumia dish, lakini kama unatumia antena chaneli namba 161. Shalom, kwa mara nyingine tupate chakula cha kiroho ambacho nimekuandalia Jumapili ya leo. Karibu. The Spirit Show.